Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Ni mimi msomaji wenu Zamruni Balul. Tarehe 11 mwezi wa 6 2025 Jumatano. Nyota ya Mbuzi. Kuwa na kigeugeu kwenye utekelezaji wa jambo lako. Kuelezewa mambo ya zamani. Kujitahidi kufanya kitu. Kuweweseka usingizini. Kumkataria mtu kitu. Kuonesha ukali kwa mtu. Kupewa barua ya mwaliko. Kukutana na watu uliopotezana nao. Kujua ukweli uliojificha kwa muda mrefu na hatimaye kupata suluhisho. Kuwa tayari kwa lolote litakalojitokeza. Kumwekea mtu mipaka. Kuhisi umechelewa kufanya kitu kutokana na hofu yako tu. Nyota ya Mashuke. Kuhisi msisimuko mwilini. Kutohitaji kujihusisha na kitu chochote ambacho hakikuhusu. Kumwangalia mtu kwa jicho la hasira au dharau. Kufanya utekelezaji kwa jambo lenye umuhimu. Kuna mtu atahitaji ushirikiano wako. Kuchelewa kumwambia mtu ukweli wa jambo. Kumfikiria sana mtu. Kuchukizwa kwa jambo la dharau na mtu. Utakuwa na huruma kwa mtu. Kutamani kujifunza elimu fulani. Mashuke, ukiuzingatia ubunifu wako, utakufanya utambulike na wengi kimaslahi. Wapuuzi wenye kukuzungumzia vibaya na kukukashifu. Kwa maana, hiyo ndiyo njia sahihi ya kukabiliana na maumivu unayoyapitia, kuhusu wao kuwafikiria. Kuhisi mtu hakuheshimu, na ndiyo maana hakusikilizi wala kukufuata kwa lolote kutokana na dharau zake. Kushiriki tukio la kutoa msaada. Kumfahamu mtu kupitia uwepo wa mtu. Matukio kadhaa kujitokeza sehemu uliopo, au utasikia kwa watu wako wa karibu. Kujutia kupoteza muda wako kwa mtu asiyekuwa na fadhila. Kumheshimu mtu kutokana na yeye kukuheshimu. Kulinganisha matukio kwa wema wa mtu. Kuhisi una tatizo sehemu ya kibofu cha mkojo. Mtu kusumbua sana wakati wa usiku, hasa mbavu zake kuhisi kubana. Utapika sana kwa kuondoa sumu ya homa mwilini. Kurejesha matokeo mazuri kwa mtu. Kusimamia kazi au jambo linalofanyika. Nyota ya Ng'ombe. Kupunguza malalamiko na kubaki ukinung'unikia moyoni. Kutamani kusameheana na mtu. Kumfanya mtu akupende zaidi ijapokuwa una mauzi mengi unayomkera. Utahisi umepishana na mtu unayemfahamu. Kujing'ata kidole wakati ukiwa unakula. Hii ni ishara ya kupewa onyo kwa jambo unalotaka kulifanya au unalolifikiria. Kuhisi baridi na moyo kuuma. Kutamani kumpatia mtu kitu ila unasita. Kufanya kitu kimya kimya kitakachokupa hasara. Kujiandaa na safari. Kumuoneshea mtu kitu atakachokifanya na kumletea manufaa. Utafanya maamuzi magumu. Utaelewa ni nini unatakiwa ukifanye kwa sasa. Tegemezi lako linahitaji msingi uliokuwa bora. Acha kupuuzia mambo yako hasa ya kiafya. Nyota ya Mshale. Kurudiana na mtu kwa sababu. Kujionesha wazi kuwa wewe ndiye unayehusika katika jambo. Kuhisi ugumu kumalizia kitu. Mwili wako utakuwa wenye maumivu. Kudanganya ubini wako au kabila lako. Utahisi mtu anakuchunguza sana. Kwa baadhi, kuna utambulisho wa uchumba kwenu unaweza kufanyiwa kwa kushtukizwa. Kukanyaga kitu mguuni na kukupa maumivu kupelekea kuchechemea kwa kushindwa kutembea. Kupata muunganiko mzuri na watu. Utauficha uhalisia wako kwa mtu kitabia au maelezo yenye kukuhusu. Kufahamiana na mtu kwa muda mfupi na kupelekea kuaminiana sana, yani kupitiliza. Tarajia kupata furaha. Nyota ya Simba. Kununua eneo au kuuza. Kushirikishwa kwenye jambo lenye lawama. Kutambua wewe una umuhimu sana kwa mtu. Kuyajutia maamuzi uliyoyafanya. Kuumia kwa kujiweka mbali na mtu muhimu kwako. Kuna mtu hatohitaji tena ukaribu na wewe. Kukipambania kitu kwa juhudi. Kupata nafasi adhimu. Kutambulika na watu mashuhuri. Hautojutia tena uliowapoteza au waliojiondoa kwako. Mtu wako wa karibu anashindwa kukuamini. Uhisi kuzungumziwa kisiri. Simba, wewe ni kiongozi usiyetishika kwa maneno ya watu. Usiyape nafasi ya kuingia kama mshale au kukuunguza. Ila maneno ya watu yafanye kama maji yenye kukupoza. Fanya kile ambacho unakiona kipo sahihi. Ili uweze kutengeneza kesho yako ya baadaye.
Utamuhisi mtu kwa ubaya na atajionesha na kumtambua. Kuwa makini kwenye machaguzi yako. Tafuta ushauri uliokuwa sahihi. Kuna mtu anakufuatilia chini kwa chini, ili mradi kutaka kukukwamisha katika mipango yako. Nyota ya punda. Kuharakisha mambo, kuzungumziwa kwa sifa kubwa, kuhushuhudia upendo kwa watu wengi, huku ukiumizwa moyo wako kwa wachache wenye kukuoneshea chuki. Hapo ndipo kupata jibu kuwa, tunaumizwa na watu tunaowapenda. Kupatiwa malalamishi ya jambo ambalo haulifahamu. Kujitahidi kuwa bora kwa watu wako wa karibu, lakini ni kazi bure. Tambua ya kwamba, huwezi kumridhisha kila mtu, ila fanya lililo sahihi tu na ambalo una uwezo nalo. Usibahatishe kufanya kitu, ila amua kufanya. Usiache mtu azidi kukusambazia ubaya. Rekebisha hilo jambo kibusara. Uwe makini kutofautisha wema wa mtu na roho yake. Wengine hufanya kwa sababu tu. Hivyo, kuna uzuri na ubaya. Na ndio maana, hukuta mtu hukusema kwa jambo alilokufanyia. Ikiwa kaonesha wema, lakini roho yake ina sababu. Kujionesha au kutumia kama fimbo ya kukuadhibia. Unaweza kuonekana ni mkorofi, ikiwa huna tatizo. Ila mwenye tatizo, anajificha nyuma yako. Umbebee madhambi yake. Utafanya maombi ya usiku, utasikika kwa kujibiwa ulichokiomba. Misuli itakuwa inavuta sana au kukaza. Usibishane na mjinga, kwani utaonekana wewe pia ni mjinga. Ruhusu uelevu zaidi. Nyota ya kaa. Kuchukizwa na tabia ya mtu fulani. Kujirudisha kwa wema kwa mtu lakini unahisi hayuko tayari kupokea wema wako. Kusimama kwenye haki. Kufanya maboresho ya kitu. Kujiamini sana na kutomuoneshea uoga mtu. Kuweka imani kwa yule unayemuamini. Kupata hasira ya muda mfupi. Kupishana na mtu kauli. Kukaa na jazba na kumtafuta mtu wa kumalizia hasira zako. Wiki hii imekuwa na changamoto zenye mauzi kwako. Ni upepo tu unapita. Siku 3 zijazo utapokea kiasi cha pesa mfululizo. Kuwa makini kwa matumizi. Kaa, una nafasi kubwa katika jamii. Fanya jambo la kurekebisha kitu kisichokuwa na mwenendo mzuri. Utaheshimika na kutekeleza vema wajibu wako wa kiasili. Una nguvu ya kuviunganisha vilivyoachana kwa namna yenye heri. Hivyo, unaweza kufanya watu warudiane kwa wema. Utamuamini mtu kwa kiasi. Mtu kukuelezea jambo lake. Uliyetengana naye zamani anakukumbuka. Watoto kukufanyia utani. Jiandae kupokea pongezi, asante au kushukuriwa. Kumpatia mtu ushauri ambao utamfungua ufahamu wake. Utapokea taarifa za lawama au kulaumiwa. Kuna mtu anakuwaza sana usiku. Anayekufanyia madhira moyoni mwake anakupenda sana. Ila anaona anavyokufanyia ni kama vile mchezo. Japokuwa anajua kuwa unaumia. Watu wawili kukuteta ambao ulishirikiana nao au ni watu wako wa karibu sana. Utakuwa mwenye kukaa kwa kujiinamia, yaani kama mwenye kibiongo, tambua kuna nguvu ipo karibu yako. Itakufanya uwe na hisia kali na kujua mambo kwa upana. Nyoya ya ndege itakuwakilishia asili yako kuwa karibu. Nyota ya nge. Kuwa na wasiwasi. Kumwazia mtu kuwa na kufikiriaje. Kumjua mtu mwingine tena ambaye si mwema. Kuhisi kuna mambo hayako sawa kwa upande wako. Kutarajia kupata mwenza wako milele kwa baadhi. Kuwa na mwanzo mpya kufikiri kitu kwa upana na kwa utofauti. Kukipambania kitu ambacho kitakuletea faida. Kushangazwa na baraka za Mwenyezi Mungu zitakazo kufikia. Kufikiria kuanzisha safari ya mbali. Kulala sana. Kupata kikao cha dharura. Maneno ya mtu yataunyong'onyesha moyo wako. Kuhisi umetengwa. Kukumbuka kauli ya mtu mara kwa mara. Kuchelewa kupata taarifa muhimu katika familia. Kuchukizwa na dharau na kumchukiza mtu kwa dharau. Kuhisi mtu anahitaji kujitegemea mwenyewe. Kupuuza kitu ambacho kitakuletea madhara. Nge, mafanikio chochote ni maandalizi kutoka chini. Boresha vyanzo vyako vya kipato ili ufurahie matunda ya jitihada zako. Pia amini ukuu wa Mungu unatenda ukiwa na imani ya kweli. Kuamka na nguvu ya maono, yaani kupata ndoto iliyokuwa na uhalisia, pia kujua mambo kabla hajafanyika. Kumtetea mtu, kutopenda dhuluma ifanyike. Rekebisha ulipokosea. Kuvutiwa kwa vitu vya asili. Utauangalia sana msitu.
hufurahia kuyaangalia mawingu na uumbaji wa Mwenyezi Mungu kwa vitu vyake. Nge, asili yako inakutambulisha sasa. Utafanya mambo ambayo hukujua kama unaweza kuyafanya. Nyota ya samaki. Kufikiria kuwa mtu anakupenda. Unajilazimisha kufanya kitu. Kuna kitu unakikumbuka ila unashindwa kufanya utekelezaji. Utaushuhudia uongo wa mtu. Utaona wewe ndiye unayestahili kumiliki kitu. Utafanya utani kwa mtu ila yeye atafanya kweli. Utahamaki kwa mabadiliko. Kwa baadhi kutolala usiku kwa hali itakayojitokeza. Sauti ya mbwa kubweka sana, kuna jambo litatokea. Kumlazimisha mtu afuate kile unachokihitaji. Kuambiwa ni mchoyo ikiwa huna hata sifa hiyo. Wewe ni mtoaji na mwenye huruma, pia unakumbuka kurudisha wema kwa waliokutendea wema. Kutotaka kuwa na deni. Utakuwa katika hali ya ghadhabu. Utakaripia makosa yatakayojitokeza kwa bila kudhamiriwa. Samaki, jitahidi kuzizuia hasira zako, kwa maana unaweza kutoa kauli itakayomtoa mtu imani kwako. Kifua chako ni cha kuhifadhi, hivyo usiwe mwepesi wa kuzungumza madhaifu ya mtu. Utafikiria kumvisha mtu pete ya uchumba kwa baadhi ya wanaume, kupoteza kitu utakachokitafuta kwa muda mrefu. Nyota ya mizani. Kujiuliza sana kuhusu mtu. Utafanya mambo ya kuchekesha. Kuhisi mtu anakusaliti. Utakuwa mjuzi wa kitu na kuwafunza watu. Utakuwa mwenye shauku na bashasha. Kuna mtu anakufikiria kwa namna mbaya. Utashindwa kulazimisha jambo kutendeka. Mizani, jirekebishe tabia ulionayo kwa mwenza wako, kwa maana anachukizwa nayo na itapelekea kufikia maamuzi mabaya. Kununua simu mpya. Hutopenda ladha ya kitu. Kuhisi maumivu ya chembe au mbavu kuuma. Kutopendezewa na majaribio ya mtu anayokufanyia. Utakuwa mwenye kuchukia kwa haraka. Utasimulia mkasa uliokukuta. Ajali ya mtu itakusikitisha. Hutojitetea sana kwa mtu, utakubali tu kuwa umekosa au kukosea. Kujirudi kwa mtu kwa sababu ya kitu. Kiupande wa pesa, wengi mtakuwa na ugumu. Kwa baadhi, kufikiria kuachana na mtu. Ukweli wako huwa unakuachaga huru kwa mengi sana. Nyota ya mapacha. Tatizo la mtu kuzidi litawashtua wengi. Uhisi umepata ubovu sehemu ya mwili kutokana na hali uliyopitia. Kushawishi watu wajiunge kwenye jambo fulani. Simu kuwaka kwa muda mrefu na kuhisi kama ni mbovu. Utaangalia kitu kinachofanyika kwa umakini zaidi ili ujifunze. Kupanda mimea yenye kustawi vizuri na kupendezwa nayo. Nyota ya ndoo. Kuwa na kinyongo na mtu. Kupita sehemu kwa uoga. Kulalamika maumivu ya mgongo na kiuno. Kuridhika kwa huduma ya mtu. Kumwaga kitu bila kudhamiria. Kusikia sana mazungumzo ya ushirikina yakizungumzwa. Kupata ugumu wa kutimiza kile ambacho unahitaji kukitimiza. Kufanya mtu awe na heshima sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba. Vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana.